Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wa Radio Wapo FM, nikukaribishe katika mfululizo wa vipindi vyetu, na kipindi kilicho hewani kwa sasa ni kipindi cha Taifa Imara la Kristo, kinacholetwa kwako na mimi mtumishi wa Mungu Reverend Sigmund Lack. Katika majuma matatu mfululizo tumekuwa na somo ambalo tumekuwa tukifuatilia kwa karibu, namna ambavyo kuhani Yairo alikuwa akihitaji uponyaji wa binti yake ambaye alikuwa ni mgonjwa na yuko nyumbani, na kuhani Yairo akaja kwa Yesu akimsihi Yesu aje amguse binti yake. Sasa mengi yalizungumzwa katika majuma haya matatu yaliyopita, lakini kimoja kikuu cha kukumbuka, nilisema hii ni picha halisi inayotafsiri maombi kwa wakati huu wa leo, kwamba ni mtu yupo kwenye chumba chake cha maombi akizungumza na Yesu kwamba kuna jambo analihitaji na anamsihi Yesu ili afanye kitu fulani. Sasa kuhani Yairo, yeye binti yake alikuwa ni mgonjwa, na akaja kumsihi Yesu ili Yesu akamguse mwanaye aliyekuwa hawezi au aliyekuwa mgonjwa. Hatuwezi kurudi nyuma kule, safari ni ndefu. Lakini masomo yote hayo matatu yaliyopita yako kwenye YouTube channel ya kwetu ya Strong Nation Ministry. Ukiingia YouTube ukaandika kuhani Yairo, masomo yote utayapata. Kwa hiyo unaweza ukapata nafasi ya kuyasikiliza yote polepole. Lakini wewe ambaye ndo unatusikia kwa mara ya kwanza, hata leo kuna sehemu yako katika haya tutakayoyanena na tutakayoomba kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na leo hasa tutakuwa na maombi zaidi kuliko mafundisho, kwa sababu tumekuwa na mafundisho kwa muda wa majuma matatu mfululizo. Leo ikiwa ni juma la 4, tutamalizia sehemu ile ambayo tuliibakiza wiki iliyopita, kwamba Yesu sasa amefika nyumbani kwa kuhani Yairo, yule aliyekuwa anaomba kwamba Yesu aende nyumbani kwake. Yesu amefika nyumbani kwake na ameingia mpaka ndani, mahali ambapo yule binti aliyekuwa ni mgonjwa, taarifa ziliwaendea wakiwa njiani ya kuwa amefariki. Sasa tuliishia mahali ambapo Yesu ameingia chumba kile ambacho wameiweka maiti ya yule binti. Yesu amefika msibani, nyumbani kwa kuhani Yairo. Sasa tutaanza pale na tumalizie pale kwa kifupi, alafu tutaingia kwenye maombi maalum ya kufufua vitu vyetu vilivyokufa. Sasa tuendelee na tutasoma kutokea kwenye kitabu cha Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 39. Tusomee pale. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Juma lililopita nilikueleza vizuri ya kwamba Yesu hakuona sababu ya watu kulia. Kumbuka ni msibani, ni binti amefariki, msiba umetokea, ni kazi imekufa, ni biashara imekufa, ni kiungo fulani ndani ya mwili wako. Madaktari kwa jicho lao la kisayansi wamethibitisha ya kuwa kitu hiki kimekufa ndani ya mwili wako, na una huzuni au unalia kama walivyokuwa wakifanya hawa watu. Ila Yesu ameingia na haoni sababu ya hawa watu kulia. Anawaambia, mbona mnalia na kufanya ghasia? Ni kweli umefukuzwa kazi, lakini kwa nini unalia? Ni kweli ndoa yako ina changamoto, ila kwa nini unalia? Ni kweli biashara yako imekufa, lakini kwa nini unalia? Yesu hakupata sababu ya kwa nini wale watu walikuwa wanalia, ijapokuwa ni watu waliokuja kwenye msiba wa binti au mtoto wa kuhani Yairo. Yesu anawaambia kwa nini mnalia na kufanya ghasia. Tuendelee. Wakamcheka sana. Ni kicheko kinachofuata baada ya Yesu kusema kijana hajafa bali amelala tu. Tuendelee pale. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye. Akaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Akamshika mkono kijana akamwambia. Hapa ndo tulipofika. Yesu baada ya kuona watu ambao imani yao haifanani na imani yake katika kufufua mambo yaliyokufa,
ambayo nilikuambia juma lililopita. Tunapoelekea kwenye kufufua vitu vilivyokufa, angalia watu unaowashirikisha aina hiyo ya maombi. Kama ni watu ambao imani zao ziko chini, wanaona hili jambo haliwezi kufufuka, hii mifupa mikavu haiwezi kurejeshewa uhai, hao watu usiwashirikishe. Yesu aliwatoa nje wote, akambakiza baba yake na yule kijana, mama yake na yule kijana, na Petro, Yohana na Yakobo. Hao ndo waliamua kuingia nao chumba cha ndani kulimo kuwamo na kile kilichokuwa kimekufa, na akakifikia, akakishika mkono. Sasa Yesu anaanza kufanya kile ambacho kuhani Yairo alihitaji Yesu akifanye. Ndicho alichomsihi nacho Yesu kuanzia mwanzo wa safari yake, ya kwamba naomba uje, najua mkono wako ni mkuu sana, naomba uje umguse binti yangu. Sasa Yesu amekuja, inaonekana ni kana kwamba amechelewa, maana sasa hivi anamshika huyu binti mkono wake, na anachoweza kuhisi ni binti ameshapoa, ni maiti, uhai haumo ndani yake tena. Hamna uhai kwenye hili duka tena, hamna uhai kwenye hii mifugo tena, hakuna uhai kwenye haya mashamba, hakuna uhai kwenye hizi figo. Ameshika, anaona hakuna uhai. Hata kama Yesu hatafanya kitu, lakini angalau amefika kwenye pito lako leo. Nasema tena katika Roho Mtakatifu, hata kama Yesu hatafanya kitu kwako leo hii, lakini angalau Yesu Bwana mkubwa, Mungu tunayemwabudu katika Roho Mtakatifu, amefika mahali ambapo pana jambo au pana kitu chako kilichokufa. Angalau amefika leo. Sijui unasikiliza matangazo haya kutokea wapi. Inawezekana ni huko nyumbani kwako, inawezekana ni huko kwenye chombo cha usafiri unarudi nyumbani, inawezekana ni ofisini kwako. Ninakwambia tena katika Roho Mtakatifu, angalau leo Yesu amefika kwenye lile tatizo lako ulilokuwa unadhani limekufa, kumbe ilikuwa ni kivuli tu. Daudi akasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, ni kivuli tu, ni kivuli cha mauti, siyo mauti yenyewe. Sintaogopa mabaya, maana wewe Yesu upo pamoja nami. Na leo Yesu amefika kwenye hiyo sehemu ya mwili wako waliosema imekufa, waliosema haiwezekani tena. Amefika kwenye mifugo yako, amefika kwenye mashamba yako, amefika kwenye kazi za mikono yako, amefika kwenye ndoa yako iliyokuwa imekufa. Ameishika mkono. Sasa fuatilia kwa makini Yesu anachozungumza. Endelea pale. Akamshika mkono, akamwambia, Talitha kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Akamshika mkono akamwambia yule kijana, Talitha kumi, maana yake msichana, ninakuamuru inuka. Sasa nataka uione hii kwenye Luka, kwenye kitabu cha Luka ni sura ya 8 mstari wa 51. Tutaanzia pale. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Na wote walikuwa wakilia na kuombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu. Msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Ni habari ile ile. Endelea. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Wakamcheka. Kwenye Luka ameweka sababu kwa nini walimcheka. Marko hakuweka sababu. Luka ameweka sababu kwa nini walimcheka Yesu. Wamemcheka kwa sababu wao walikuwa wanajua kijana amekufa. Wanadhani Yesu hajui. Walicheka namna ambavyo tunasema hii biashara inaenda kuinuka tena, hii afya yako inaenda kuinuka tena. Ni hali madaktari wameikatia tamaa, ila Yesu leo anazungumza kupitia kinywa changu, anasema hicho kiungo ndani ya mwili wako hakijafa, kimelala tu. Madaktari wangeweza kusikia nikisema hivi, wakacheka, wakaona kama walokole tumechanganyikiwa, kwa sababu wao wanajua ya kuwa hicho kiungo au hivyo viungo walivyosema vimekufa ndani ya mwili wako, wamevithibitisha kisayansi ya kwamba ni kweli vimekufa. Ila leo utamwona Yesu
akifufua vitu vyako vilivyokuwa vimekufa. Wakamcheka sana, maana walijua amekufa. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema. Akamshika mkono, hapa nilitaka uone, maana kuna vitu Marko hakuandika. Akamshika mkono, akapaza sauti. Tunapofufua vitu vilivyokufa, hatuombi maombi ya kimya kimya, hatuombi maombi watu wanasema ya kimoyomoyo. Kuna sauti za kufufua vitu vilivyokufa. Tunapoingia kwenye maombi wakati huu, ndugu msikilizaji wa redio Wapo, tunapoingia kwenye maombi saa hii, weka ustaarabu pembeni kwa dakika hizi chache. Kuhani Yairo aliweka ustaarabu pembeni, akaanguka kwenye miguu ya Yesu. Roho wa Mungu akikuongoza kupiga magoti kuomba, piga magoti, omba. Roho wa Mungu akikuelekeza simama kuomba, simama kuomba. Akikuelekeza inua mikono yako juu kuomba, inua mikono yako juu kuomba. Akikuelekeza lala chini kifudifudi kuomba, lala kifudifudi, omba. Na kuambia leo kuna vitu vitatokea, vitu ambavyo watu walivikatia tamaa. Tunapoenda kuingia kwenye haya maombi, na hata watu nilioko nao studioni hapa, tutakuwa kwenye maombi wote kwa pamoja. Nitakapotaja kipengele ili tukiombee, wewe yatamke hayo maeneo ambayo unadhani yamekufa, wakati sisi tunaendelea kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Na wewe endelea kuyataja hayo maeneo, ukiyatamkia kabisa yafufuke kwa jina la Yesu. Fufuka kwa jina la Yesu. Kama ni figo zilikuwa zimekufa ndani ya mwili wako, unaweka mkono eneo lako la figo, unaziambia figo, fufuka kwa jina la Yesu. Amka kwa jina la Yesu, amka kwa jina la Yesu. Moyo, amka kwa jina la Yesu. Ukiwa unaendelea kufanya, wewe fanya matamko hayo wakati sisi tunaendelea kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Hii ndiyo namna Mungu amenipa maelekezo haya ya kufanya. Nakwambia utauona wokovu wa Mungu, utamwona Mungu atakavyokujilia mara, utaona malaika wa uponyaji watakavyoshughulika na hilo eneo mara moja. Na kwa kipengele cha kwanza tunachoanza nacho hapa ni kipengele cha afya ya mwili wako, ya mwili wangu. Kuna maeneo unayaona hayako sawa kwenye mwili wako. Sasa tutakapoanza kuombea eneo la mwili, tutaomba kwa muda wa dakika angalau tatu katika Roho Mtakatifu. Tutanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu sisi tulioko studioni, lakini wewe uliyeko huko unayajua maeneo yako yaliyokufa. Wewe unakuwa unaendelea kuyatamka hayo maeneo, ukikiri yapokee uzima kwa jina la Yesu. Ukiyakiri yapokee uzima kwa jina la Yesu. Ukiyakiri yapokee uzima kwa jina la Yesu. Alafu mwishoni nitakutamkia maneno ya kikuhani, maneno ya kinabii ya kuyaweka hayo maeneo, kuyagongelea muhuri hayo maeneo ya kwamba yamefufuka na hayatakufa tena kwa jina la Yesu. Sasa tunaenda kuombea eneo la afya. Hapo ulipo, kama unaweza, ningekushauri inua mikono yako juu ili tuweze kuanza kuomba kwa pamoja. Tuanze ibada hii ya kufunguliwa kwa pamoja kwa jina la Yesu Kristo kwenye eneo hilo la afya. Usiende eneo lingine, tunaenda kipengele kwa kipengele. Tuko kipengele cha afya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa tuanze kuyatamkia haya maeneo yetu ya kiafya ndani ya mwili wako, au kama unamjua mtu ambaye ana changamoto ya afya, simama mahali pake ukiwa unatamka maeneo yake yapokee uzima, wakati sisi tukiwa tunaendelea kuomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anza kuyatamkia uzima hayo maeneo, na watu wote tulioko studioni hapa na wale niliokuja nao, tuanze kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu kuwasaidia wasikilizaji wetu hawa, uponyaji uwaendee na kuwapata kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, anza kuomba kwa jina la Yesu. Rakashata labako yeparakata lepasata yaba leko shata labaka meko rate yaba lepasata rakoshete lebekisa mako ratijevetai le parakatoje pata leko shatalabaka mesutele prakatoya rako shatalaba. Hakuna ugonjwa utakaobaki. Rakushetele bakaya riko shetele bekiada parasto votea kala ravoshtele bekisata masho telebraka mako satalaba. Macho yakae sawasawa,
kwa jina la Yesu Kristo. Masikio yakae sawasawa kwa jina la Yesu Kristo. Pua zilizokuwa hazinusi harufu kwa jina la Yesu Kristo, pua zisikie harufu kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Masikio ninakuzibua, sikio lililokuwa limekufa, masikio yanayotoa usaha kwa jina la Yesu, masikio yanayotoa usaha kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru wewe masikio, pumzi ikurudie, uhai ukurudie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Macho yakae sawasawa kwa jina la Yesu Kristo. Uhai uliopotea kwenye mapafu kwa jina la Yesu Kristo. Rakoshe talabaka mesa talabakushe repatalakaya masotelebekishata makrotesepelakaya. Mapafu, uhai urudi. Pafu lililokuwa limepoteza uhai, natangaza uhai kwenye hayo mapafu kwa jina la Yesu. Ini pokea uhai kwa jina la Yesu. Figo zilizokuwa zimekufa, naachilia moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu kwenye hizo figo zako kwa jina la Yesu. Naachilia nguvu za Mungu kwenye hizo figo kwa jina la Yesu. Ninyi figo hamjafa bali mmelala tu, ninawaamsha kwa jina la Yesu. Figo amka kwa jina la Yesu. Rakosheta labakata leparata zakato repato yebakashata labaka marostelekishata labakai. Tumbo la uzazi kwa jina la Yesu. Tumbo la uzazi walilosema limekufa, haliwezi kupokea watoto kwa jina la Yesu Kristo. Tumbo la uzazi ninasema na wewe, ninakurekebisha kwa jina la Yesu. Wewe tumbo haujafa, umelala tu kwa jina la Yesu. Amka tumbo la uzazi kwa jina la Yesu. Via vya uzazi kwa jina la Yesu. Kansa ya shingo ya kizazi toeka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Raposha talika badaya rekosetelevekisha. Via vya uzazi vikae sawasawa kwa jina la Yesu. Mishipa ya fahamu, neva za fahamu, uti wa mgongo, rakiso telebakusha mareta za katayaba leko shata. Miguu ikae sawasawa. Roho ya kuparalyze toeka kwenye mwili wa huyu mtu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Vichomi koratasata, roho ya vichomi, kichomi kinachobana, kichomi kwa jina lako, kwa jina lako, kwa jina la Yesu. Wewe kichomi, ninakuamuru toka kwenye mwili wa huyu mtu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninarejesha uhai kwenye mwili wa huyu mtu in the name of Jesus. Rakoshetalibakataya mekuretiza pilakatea ravousatalabakayaba shekaratosetalabakayana. Yes, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Umepokea uponyaji wako. Wewe uliyekuwa unafuatilia haya maombi, uliyekuwa mgonjwa, umepokea uponyaji wako. Nguvu za Mungu kutokea kwenye studio hizi zimekuhudumia. Fanya kile ulichokuwa hauwezi kukifanya. Mungu amekuponya. Mungu amekuponya. Mungu amekuonekania. Sasa tutagusa kipengele kingine kwa maombi, na kwa neema ya Mungu naamini juma linalofuata tutamalizia vipengele vingine viwili. Hapa tumegusa kipengele cha afya na tumekiombea, na Mungu ni mwaminifu na Mungu amekuponya. Nataka tuingie kwenye eneo lingine, eneo la kuombea hali yako ya kiroho, hali yako binafsi ya kiroho na Mungu, mazingira yako binafsi ya kiroho na Mungu. Hapa nazungumzia roho ya kimaombi, kusoma neno, kumfanyia Mungu ibada ambayo ni sahihi, moyo wa kumtumikia Mungu, karama za rohoni ambazo Mungu ameziweka kwako, zile karama ili zianze kufanya kazi. Inawezekana pia ni mtumishi wa Mungu unafuatilia hii, ni mchungaji, ni aposto, mtume, nabii, mwalimu, mwinjilisti, na kwa neema ya Mungu una watu unaowahudumia chini yako, na pengine hata labda mahudhurio sio mazuri, kuna wakati yamepungua. Hiki ndo kipengele ambacho ninakizungumzia, kipengele cha kiroho kuwekwa sawa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sasa kama tulivyoombea eneo la afya, tunaenda kuingia kwenye hili eneo la kiroho na kuliombea, kwa sababu nilitaka kuingia kwenye eneo la kiuchumi, ila Roho wa Mungu ananiambia turekebishe kwanza eneo la kiroho, eneo la kiuchumi na eneo la kifamilia.
Haya maeneo mawili tutafanya maombi yake Jumamosi ijayo. Sasa tuombee eneo hili la kiroho kwa jina la Yesu Kristo. Unajua kuna karama ambazo Mungu aliziweka kwako, na mwanzoni zilikuwa zikifanya kazi, ila sasa hivi ni kama vile hakuna udhihirisho wa zile karama. Hauna tena nguvu au moyo au kiu ya kujifunza maandiko matakatifu. Hata ukisoma hauoni ufunuo wa hilo neno. Hayo maeneo yanaonekana ni kama vile yamekufa. Ila nina habari njema kwako leo, ya kwamba Yesu anasema hayo maeneo hayajafa, hayo maeneo yamelala tu, na Yesu amefika kwako leo ili ayaamshe, ili ayafufue kwa jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako juu, tuyaombee haya maeneo yetu ya kiroho ili yaweze kukaa sawa. Wewe unaelewa vizuri ni wapi hapako sawa kwenye eneo lako wewe na Mungu. Kuna mahali hapajakaa sawa. Tunapoanza kuomba hapa studioni, na wewe msii Mungu katika hayo maeneo yakae sawa. Twende tukaombe katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, anza kuomba hapo ulipo. Nyosha mikono yako, anza kuomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rapa shaka talaba makarato shetela riko satelebekia makarato shatala meija tulebekio sata makarato se rito shata mekarako shete repa satalaba mashatalabako reto satilekisho makarako seta meija talabaka maroste kijela kuyepai reto satalabakashe mekalabakaso repasatalabaka rako shetelebekia. Karama zilizokuwa zimekufa kwa jina la Yesu Kristo, ninaziamsha hizo karama tena, ninaamsha hizo karama tena, ninaamuru zifufuke kwa jina la Yesu. Riko shatalabaka, zile karama ulizokuwa nazo, zile karama nilizokuwa nazo, ninaziamuru zifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Rapa shatalabaka, moyo wa kumtumikia Mungu, ile kiu ya kumtumikia Mungu, ninaamuru hiyo kiu irudie tena ndani yako, irejee tena ndani yako, itibuke tena ndani yako katika jina la Yesu. Ile kiu ya kuomba uliokuwa unaamka nayo usiku na kuomba, kwa jina la Yesu, hiyo kiu irejee ndani yako tena katika jina la Yesu Kristo. Ile moyo wa kujifunza neno, kwa jina la Yesu. Rapa shatalakayabakata meratosa mekutelebekishaya rousa talikanaya bakata. Kiu ya kujifunza neno, kwa jina la Yesu, irejee ndani ya moyo wako tena, mtumishi wa Mungu. Irejee tena ndani ya moyo wako, mama unayenisikiliza. Irejee tena ndani ya moyo wako, baba unayenisikiliza, kijana, binti unayenisikiliza. Rako shatalaba, ninauombea moyo wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Moyo wa kutamani kufanya ibada nzuri kwa Mungu, moyo wa kumwabudu Mungu, moyo wa kumsifu Mungu pasipo na hofu na aibu. Raka shatalabaka leparakatoyekeakata rapasatalabaka yepasatelekia shouta rakoshatalabaka koratayaba. Ninaamuru mahudhurio yarudi tena kwako, mahudhurio kwenye kanisa lako. Ninaombea mahudhurio kwenye kanisa lako, ninaombea mahudhurio kwa jina la Yesu. Watu waje kusikiliza neno, watu waje kusikiliza neno alilokupa Mungu wewe mtumishi. Watu waje, watu waje, watu waje. Ninaamuru watu kaskazini, kusini, magharibi na mashariki waje kanisani kwako, mtumishi unayesikiliza hapa, mchungaji unayesikiliza hapa, kwa jina la Yesu. Ninaamuru watu waje matita matita kutoka kila kona na kila pembe. Rako shetelebakayaba maratayabaka mesotelekishata marakatalabaka mesotelebekishaya. Sisi wote ni mwili mmoja wa Kristo. marute setelebekeyabaka mashatalabakaya makourateyabakaya. Dini zetu hazitatutenganisha kwa jina la Yesu. Ninakuombea mtumishi mwenzangu, ninakuombea mchungaji mwenzangu, ninakuombea mtume mwenzangu, ninakuombea nabii mwenzangu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutia moyo, ninakutia moyo kwa jina la Yesu. Rako shatalabakaya
repashatalabaka rousatalabakaya. Tunakutia moyo kwa jina la Yesu. Kazi yako ni njema, endelea, endelea, endelea kwa jina la Yesu. Songa mbele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu anaamuru watu saa hii katika ulimwengu wa roho. Watu wanakuja, watu wanakuja, watu wanakuja kwenye kanisa lako, watu wanakuja kwenye huduma yako. Rakashatalabakaya meshatalaba, kile kiambaza kimeondoshwa kwa jina la Yesu Kristo. Rapashatalekayaba makorateabakade meshatalabaka. Moyo wa kumtumikia Mungu unarejea ndani yako mama, unarejea ndani yako baba, unarejea ndani yako kijana, unarejea ndani yako binti kwa jina la Yesu. Ile roho, ile hali ya kumsikia Mungu mpaka unasisimka, hiyo hali inarejeshwa ndani yako katika jina la Yesu. Ule moyo wa kutoka na kushuhudia injili ya Kristo ya kweli kwa jina la Yesu, hiyo hali inarudishwa ndani yako. Moyo wa kushuhudia watu habari njema unarudishwa ndani yako. Moyo wa kuombea watu wafunguliwe kwa jina la Yesu. Ile karama ya kufungua watu inarejeshwa kwako saa hii, inaamshwa saa hii. Chemchemu iliyokuwa ndani yako, iliyokuwa imezima, inatibuliwa saa hii kwa jina la Yesu. Rapashatalabakayaba rakosetelebekia rekashatalaba mashetelebekisota ramashetelebekea lopasatayakaya meshatalabaka rakosetelekia naye, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Naomba umalizie huo mstari katika kitabu cha Luka, baada ya Yesu kumshika mkono yule kijana na kumwambia, kijana, ninakuamuru inuka. Roho yake ikamrejea. Roho yake ikamrejea. Roho ikarejea. Roho ikarejea. Na sisi tumefanya haya maombi na kuambia kwenye kipengele hicho cha afya ndani ya mwili wako, kama kuna kitu kilikuwa kimekufa, neno la Mungu halisemi uongo. Maandiko yanasema roho ikarejea. Roho imerejea kwenye figo zako, roho imerejea kwenye moyo wako, roho imerejea kwenye macho yako, roho imerejea kwenye masikio yako, roho imerejea kwenye tumbo lako la uzazi, roho imerejea kwenye damu yako, roho imerejea kwenye mifupa yako na uti wa mgongo kwa jina la Yesu. Roho imerejea, roho imerejea ndani ya mwili wako. Ndugu msikilizaji wa kipindi cha Taifa Imara, kwa Jumamosi hii tunaomba tuishie hapa. Tutaendelea na maombi mengine mazuri kama haya na pengine zaidi ya haya kwa kadri Roho wa Mungu atakavyotuongoza Jumamosi ijayo, muda na wakati kama huu wa leo. Kwa sasa naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako wewe uliyekuwa umeungana na sisi kuanzia mwanzoni mpaka wakati huu. Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya huyu msikilizaji mpendwa wa kipindi cha Taifa Imara la Kristo, ambaye Mungu umekusudia ayasikie haya na afanye maombi pamoja na sisi, kwa maana tuna uhakika kuna kitu kimefanyika kwenye maisha yake leo. Bwana Yesu, sifa na utukufu vikurudie wewe katika kiti chako cha enzi. Shuhuda zozote tutakazozipokea kuanzia sasa kutokana na maombi haya, utukufu wote ni wa kwako Yesu. Asante kwa uliowaponya, asante kwa uliowainua, asante kwa uliowafuta machozi, asante hata kwa ajili ya wale ambao Mungu umerejesha hali mpya ndani yao. Asante kwa kurejesha bubujiko ndani ya mioyo yao. Jina lako libarikiwe Yesu. Heshima zote tunakupa wewe Bwana. Jina lako litukuzwe Mungu milele na milele. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Tutumie ujumbe, tuambie nini kimetokea kwako wakati tukiwa tunaomba. Tupe ushuhuda wako, tuutunze ili tuzidi kukuombea. Namba za simu zitatajwa hapo mwishoni. Ndugu msikilizaji, endapo una maswali, maoni au ungehitaji maombezi, unaweza ukawasiliana nasi kupitia nambari 0757274220, 0757274220. Lakini pia kwa namba hizo unaweza ukatuma sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki kuendelea kuruka hewani kwa siku zijazo. Nambari ni
0757274220, 0757274220. Jina litakalotokea ni Gertrude Malia. Mungu akubariki sana. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa mafundisho zaidi. Jina ni Strong Nation Ministry. Karibu sana, mpaka wakati mwingine. Shalom.